Unajua moja ya vitu ambavyo ni changamoto kwenye mpira wetu ni pamoja na timu kumiliki viwanja, lakini Singida Black Stars wameamua kuwafundisha Simba na Yanga namna ya kumiliki viwanja, kwa sababu wanategemea au wanatarajia kwenda kuzindua uwanja wao, uwanja ambao utaitwa Airtel Stadium. Huu ni uwanja ambao umejengwa kwa kushirikiana na kampuni ya Airtel, lakini pia Modewij ametoa, Azam Media pia wametoa, lakini pia GSM wametoa. Manake ni muunganiko wa taasisi mbalimbali kwenye ujenzi wa uwanja wa Singida. Na hii imetengenezwa na uongozi wa Singida, kwa maana wamekuwa na viongozi ambao wana maono, viongozi ambao wanaona mbali, na ndio maana wameona wao wenyewe kujenga uwanja hawawezi. Kwa hiyo cha kufanya ni kushirikiana na makampuni mbalimbali yenye uwezo mkubwa wa kifedha ili waweze kujenga uwanja, kitu ambacho wamefanikiwa kukifanya kwa ubora wa hali ya juu sana. Ndio maana unaona wamefanikiwa kujenga kiwanja chao ambacho watakitumia kwenye mechi mbalimbali za ligi kuu, lakini pia kwenye mashindano mbalimbali ambayo watakuwa wanashiriki. Kwa nini nawapongeza viongozi wa Singida? Ni kwa sababu sio kila timu inaweza kujenga uwanja, na ndio maana Simba na Yanga zina zaidi ya miaka 80, lakini hakuna hata timu moja ambayo inamiliki kiwanja chochote cha mechi. Yaani viwanja ambavyo wanamiliki ni Simba wanamiliki uwanja wa mazoezi, Young Africans hawamiliki hata uwanja wa mazoezi kwa sababu uwanja wao wakaunda siku hizi hawautumii, ni uwanja ambao umeshajaa matakataka pale. Yaani hawezi kutumia kwa namna moja ama nyingine, lakini wanatumia Avic Town, sehemu ambao wanakodisha, wanalipa kila mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo hizi timu mbili, pamoja na kwamba ni timu kubwa Tanzania, zina experience, zina uzoefu, zimedumu kwa muda mrefu, zimekuwa na viongozi wengi na mashabiki wengi, lakini viongozi wao wameshindwa kuwa na maono ya kuwaza namna gani ambavyo wanaweza kupata uwanja, na ndio maana mpaka leo hawana viwanja vya kucheza mechi za kimashindano. Lakini timu ya Singida Black Stars ni timu ambayo imeundwa juzi tu, ni timu ambayo ilibadilishwa jina kutoka kuwa IHF na kuitwa Singida Black Stars. Sio timu ya muda mrefu, ni timu ya juzi tu, lakini tayari imejipanga vizuri, wametengeneza mazingira mazuri, wamemiliki uwanja wao, na uwanja watauzindua tarehe 24. Of course nitakuwepo pia na mimi Singida, kwa sababu na mimi pia ni miongoni mwa wale ambao wapata mwaliko wa kwenda kuzindua uwanja. Ni uwanja mzuri, ni uwanja wa kisasa kabisa. Kwa hiyo unaona namna gani ambao viongozi wao wameona mbali, wameona kwamba wanapaswa kuwa na kiwanja, kitu ambacho kinapaswa kuwa ni funzo kwa Simba na Yanga. Unajua siku zote tunasema timu ndogo zinajifunza kwenye timu kubwa, lakini ikitokea timu kubwa hazina mafanikio, inabidi hizo timu kubwa zijifunze kwa timu zenye mafanikio. Sasa kwetu sisi mara nyingi timu zetu tunasema zijifunze kwa Simba na Yanga, ambazo ndio timu kubwa na of course zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa bahati mbaya hizo Simba na Yanga ni timu ambazo zimeshindwa kufanikiwa kama zilivyo hizo timu zingine ndogo za kawaida. Manake badala ya Simba timu ndogo kuja kujifunza mbele ya Singida, hizo timu ndogo baada ya kuja kinyume cha kwenda kujifunza mbele ya Simba na Yanga, sasa hivi inabidi hizo timu zingine ndogo, kwa maana ya hizi timu ambazo zimepata mafanikio makubwa, hizo ndizo ambazo zinapaswa kutoa darasa. Manake Simba na Yanga zinapaswa kwenda kujifunza kwa Singida Black Stars ambao wanamiliki uwanja, kwa sababu hizo ni timu ambazo hazimiliki viwanja vya kuchezea mechi, ila zinamiliki viwanja vya mazoezi ambavyo tayari timu nyingi zinavyo. Lakini kwenye viwanja vya mechi Singida peke yao wanamiliki, Azam FC wanamiliki, Mtibwa Sugar wanamiliki, na timu zingine ndogo tu za kawaida ambazo zinamiliki viwanja. Kwa hiyo huu ni wakati ambao timu ndogo zinatoa darasa kwa timu kubwa, lakini pia huu ni wakati ambao timu kubwa zinapaswa kwenda kujifunza kwa timu ndogo. Kwa hiyo Simba na Singida, Simba na Yanga wanatakiwa kwenda kujifunza kwa Singida Black Stars ili nao wapate ule wivu wa maendeleo, waweze kuwa na viwanja vyao binafsi.